Urusi na China zashindwa kufikia makubaliano kuhusu mradi wa bomba la gesi lenye thamani ya mabilioni ya dola. Rais wa Urusi Vladimir Putin amekutana na mwenzake wa China Rais Xi Jinping huko Beijing, siku chache tu baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kufanya ziara sawia na hiyo. Viongozi hao wawili wamefanya mpango mpya wa mradi wa bomba la mafuta kati ya Urusi na China, pamoja na kusaini makubaliano zaidi ya 20 kuhusu biashara na teknolojia, kama anavyoripoti mwandishi wa BBC wa China Laura Bika katika ripoti inayowasilishwa na Leila Mohamed. Vladimir Putin amerejea Beijing na mapokezi yake yanaonekana kufanana sana na yaliyopita. Alipewa mapokezi ya heshima ya kijeshi pamoja na watoto kumshangilia, vyote vikifanana na vile alivyopewa Rais wa Marekani Donald Trump wakati wa ziara yake hivi karibuni. Ni bendera zinazopeperushwa pekee ndizo zilizobadilika. Putin ana hamu kubwa ya kuona China ikikubali mradi wa bomba jipya la mafuta, lakini ni hatua ndogo sana zilizopigwa kuhusu hilo. Urusi ndiye mshirika mdogo katika uhusiano huu na Xi analijua hilo vizuri. Muda wa ziara hii unaweza kuwa bahati mbaya, lakini Rais Xi huenda akautumia kama propaganda kwamba yeye ndiye mtu anayefaa kukutana naye kwa sasa, na anautumia kama thibitisho kwamba kiuchumi na kisiasa njia zote sasa zinaelekea Beijing. Xi alitumia jukwaa la kimataifa kutoa wito wa kukomesha vita nchini Iran, lakini vita vya Putin nchini Ukraine havikutajwa. Kwa sasa hakuna amani ulimwenguni, huku maamuzi ya pamoja yakileta hatari kubwa. Ulimwengu unakabiliwa na hatari ya kurejea kwenye sheria zisizofaa. Huu ulikuwa ujumbe mkali wa moja kwa moja kwa Marekani, na Putin alionekana kuunga mkono hoja hiyo. Aliongeza kwamba Urusi na China zina jukumu kubwa sana na muhimu ya kuleta utulivu katika ulingo wa kimataifa. Viongozi hawa wawili wana ukaribu, lakini hawana usawa pamoja. China sasa ndiye mshirika ambaye Urusi inamhitaji na nguvu inayopata fursa ya kupanga masharti. Hiyo ndio taarifa yetu kuu usiku huu. Tugeukie taarifa nyingine sasa. Barani Afrika, shirika la afya duniani WHO limetoa onyo jipya kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola huko Afrika ya Kati. Mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amezungumzia wasiwasi wa shirika hilo. Hali hii ni dharura ya afya ya umma kimataifa, lakini bado sio janga kamili. WHO inaiweka hatari ya janga hilo ikiwa juu katika viwango vya kitaifa na kikanda, lakini ikiwa chini katika kiwango cha kimataifa. Matumaini ya kupata chanjo ya mara moja kwa aina hii ya Ebola inayoathiri DRC kwa sasa ni ndogo, na labda inaweza kuchukua miezi kadhaa kabla ya kutengenezwa. WHO inasema mpaka sasa kuna watu 139 wanaoshukiwa kufariki kutokana na Ebola, huku idadi hiyo ikitarajiwa kuongezeka. Pia kuna visa 600 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola, na idadi hii pia huenda ikaongezeka, kwani inazingatiwa muda unaopita kabla ya kugundua virusi hivyo. Mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom pia amesema mpaka sasa kumekuwa na visa 51 vilivyothibitishwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kisa cha kwanza kiliripotiwa na visa vingine viwili katika nchi jirani ya Uganda. Kulingana na WHO, mlipuko wa Ebola aina hii ya Bundibugyo huenda ilianza miezi michache iliyopita, na sasa imeonya kuhusu hatari zaidi ya maambukizi kwa sababu ya idadi ya watu katika eneo la milipuko, ambapo maelfu wamehamishwa kutokana na vita. Kongo inakabiliwa na mlipuko wake wa 17 wa Ebola, lakini aina hii ya Bundibugyo haijaonekana kwa zaidi ya mwongo mmoja. Ebola ya Bundibugyo imesababisha tu milipuko miwili ya hapo awali, na wakati huo iliua karibu theluthi moja ya wale wote walioambukizwa. Tugeukie taarifa nyingine sasa, ambapo nchi za Afrika zimeidhinisha azimio la Nairobi kuhusu makazi ambalo linalenga kuhamasisha uwekezaji zaidi katika makazi ya mijini pamoja na kuimarisha sera zilizopo ili maendeleo ya miji yaendane na mahitaji ya kipekee barani Afrika kama vile ukosefu wa ajira, idadi kubwa ya vijana
na mabadiliko ya tabia nchi. Wakizungumza katika kongamano la dunia la ustawi wa miji na makazi linaloendelea mjini Baku, Azerbaijan, mawaziri wa nchi za Afrika wamesema watawasilisha azimio hilo la pamoja katika mkutano wa Umoja wa Mataifa utakaofanyika mjini New York baadaye mwezi Julai, wakisema Afrika itazungumza kwa sauti moja. Sasa haya yanajiri wakati ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa ikisema kuwa watu bilioni 3 ambao ni karibu asilimia 40 ya idadi ya watu kote duniani wanakabiliwa na ukosefu wa makazi bora na ya kutosha, ikiwemo kodi za juu za nyumba, ukosefu wa nyumba za kutosha mijini, mazingira duni, pamoja na ukosefu wa huduma muhimu kama vile maji. Kufikia mwaka 2050, takriban watu bilioni 2 wanatarajiwa kuhamia mijini kwa mujibu wa ripoti hiyo, hali ambayo itaongeza shinikizo kwa mifumo iliyopo. Miji mingi ya Afrika tayari inakabiliwa na changamoto kama vile mafuriko, ukosefu wa miundombinu muhimu na pia makazi duni ya watu. Mahitaji ya Wakenya kwa nyumba ni 1,200 kwa mwaka, lakini hapo nyuma tulikuwa tumeenda nyuma, hatukujaza ile kiwango. Kwa hivyo tuko na deficit ama ile ambaye tunahitaji kufanyia kazi milioni 2. Kwenda mbele lazima tujenge zaidi ya 1,200 kwa mwaka. Ile sasa tayari tuko nayo ni 1,190. Hapo kwa pipeline niko na 1,700 ambaye ziko kwa design, kwa planning na kwa procurement, yote 1,700. Tunalipa nguvu sana shirika la nyumba la taifa, National Housing Corporation. Tunalipa nguvu hilo, lakini kwa bahati nzuri na Tanzania Building Authority nayo tumeipa mamlaka ya kujenga nyumba za watu binafsi. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba mashirika haya yanatuongoza katika kutengeneza mipango madhubuti ambayo tutabadilisha maisha ya Watanzania waweze kupata nyumba ambazo zina bei nafuu lakini zenye ubora ambao ule unahitajika. Kwa hiyo ni mwendo mrefu, tunajua tutahitaji kutafuta fedha na kuwa na mipango madhubuti na kukaa chini na wataalamu tuangalie namna gani tutajitahidi kuinua ubora wa nyumba ambazo sasa hivi zipo. Tuna uhaba mkubwa sana wa nyumba kwa ukiangalia na population tulionayo, kwa sababu tumepiga katika sensa iliyopita tulikuwa na nyumba milioni 14 na sisi tuko milioni 60 sasa hivi. Kenya inatumia vizuri, wako vizuri kuliko Uganda. Huko Uganda tuko kwa nafasi mbaya sana. Tunafikiria pengine another president will come and have interest in housing people. Matangazo haya yanapeperushwa na Star TV Tanzania, One Luo TV nchini Uganda, Mishapi TV huko DRC pamoja na KTN na K24 TV nchini Kenya. Pia unaweza kutizama matangazo haya katika ukurasa wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Aidha, ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi. Mtandao wetu ni bbc.com/Swahili. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea ndio hao mashabiki wa Arsenal baada ya kushinda ubingwa wa EPL baada ya kusubiri miaka 22.